Kuhusiana na sakata la serikali kupanga mkakati kwa ajili ya kuuza akiba yake ya dhahabu, mjadala ambao umezungumzwa takriban juma moja sasa tangu ambapo viongozi wa serikali walipozungumza hadharani kuhusiana na swala hili. Anna Tibaijuka amesema kwamba mjadala kuuza au kutouza dhahabu yetu, tujifunze kutoka Norway walivyolinda utajiri huo wa mafuta kwa kuyauza kimkakati kwa uwazi na nidhamu chini ya usimamizi wa bunge lilipounda mfuko wa pensheni ya taifa ili fedha za kuuza mafuta zinufaishe vizazi vijavyo hata mafuta yakija kuisha siku moja. Kila mwaka bajeti ya serikali inaruhusiwa kutumia 4 au 3 kutoka mfuko huo kwa matumizi yake, sio kujichotea tu mantiki ikiwa kwamba na vizazi vijavyo vina share na haki katika mafuta hayo. Matokeo, mfuko wa pensheni ya taifa Norway umekuwa kutoka dola milioni 150 za kuanzia mwaka 1996 hadi dola trilioni 2 za leo. Hadi sasa uwekezaji uliofanyika duniani kote kwenye makampuni makubwa kama Microsoft unazaa faida kwa mfuko huo kuliko mauzo ya mafuta yenyewe. Taifa hilo dogo lenye watu milioni 5.6 lina lesheni ya taifa ya USD 340,000 kwa kila mwananchi. Dhahabu yetu wala sio kama mafuta Norway, ni zaidi, kwani yenyewe ikinunuliwa na kutunzwa kwa reserve ni uwekezaji tosha, kwani inapanda thamani mwaka hadi mwaka. Unaweza kutumia kiasi cha reserve hiyo kukopa pesa inapohitajika chini ya sheria husika. Tusikubali kudanganywa kuwa akiba ya reserve yetu imetosha. Tunaweza kuweka azimio kuwa akiba ya dhahabu isiguswe, iwe ni 25% ya dhahabu inayochimbwa kila mwaka. Ni mfano wa kufanyiwa kazi na wataalamu. Soma andiko hili ujielimishe mfano wa maajabu ya Norway. Kule kuna zaidi ya pension ya wafanyakazi, kuna pension ya taifa. Mnamo mwaka 1969 Norway iligundua mojawapo ya akiba kubwa zaidi ya mafuta ya baharini duniani. Ghafla taifa hili dogo la Scandinavia lilijikuta limekaa juu ya utajiri mkubwa sana. Wangeweza kufanya kila ambacho nchi nyingi zenye mafuta hufanya, kutumia pesa zote mara moja, kujenga majengo ya kifahari na kujionesha, kuunda mapovu ya kiuchumi, economic bumps, na kusababisha mfumuko wa bei, kuwatajirisha wachache huku wengi wakiteseka, na mafuta yakimalizika nchi ikaanguka kwenye madeni na kuyumba kiuchumi kama ilivyokuwa Nigeria, Venezuela na Libya. Norway iliangalia mifano hiyo ya onyo na ikafanya uamuzi tofauti. Mnamo mwaka 1990 bunge la Norway liliunda mfuko wa pensheni wa serikali wa kimataifa, Government Pension Fund Global. Haya tunaita nyantakurwakurwa. Sheria zilikuwa rahisi lakini za mapinduzi. Faida zote za mafuta zingeingia kwenye mfuko huo. Mfuko ungewekeza faida hizo duniani kote katika maelfu ya makampuni, na serikali ya Norway ingeruhusiwa kutoa asilimia ndogo tu kila mwaka, awali 4% na sasa 3%. Fedha iliyobaki ingebaki kuwekeza milele. Watu wengi walidhani wamepoteza akili. Kwa nini kuhifadhi pesa kwa watu ambao hawajazaliwa bado? Kwa nini wasipunguze kodi, waongeze matumizi ya kijamii na kufurahia utajiri huo sasa? Serikali ya Norway ilikuwa na jibu, kwa sababu wa Norway wa baadaye wataishi, wanastahili utajiri huu kama sisi tunavyostahili leo. Mnamo mwaka 1996 waliweka amana ya kwanza dola milioni 150. Kisha wakafanya jambo la kushangaza zaidi. Walishikilia mpango huo kila mwaka. Mapato ya mafuta yaliingia kwenye mfuko kila mwaka. Mfuko uliwekeza kwenye masoko ya dunia, hisa, hati fungani, mali isiyohamishika kama zaidi ya nchi 70. Kila mwaka wanasiasa walipinga kishawishi kikubwa cha kutumia mfuko huo kwa faida za kisiasa za muda mfupi. Kila kipindi cha uchaguzi kilileta ahadi za kutumia zaidi. Kila mdororo wa uchumi ulileta shinikizo la kuchota fedha. Kila mgogoro ulileta wito wa kuvunja sheria. Kwa mara hii moja tu Norway ilisema hapana. Wasimamizi wa mfuko hawakujaribu kushinda soko wala kubashiri kwenye hisa moto. Walichofanya ni kununua hisa ndogo ndogo katika maelfu ya makampuni duniani, takriban 9,000, na kuzishikilia kwa muda mrefu. Walicheza mchezo wa muda mrefu kabisa. Mnamo mwaka 2000 mfuko ulikuwa na thamani ya dola bilioni 50, na mwaka 2010 ulikuwa hadi dola bilioni 500. 2017 ulivuka dola trilioni 1, leo umevuka dola trilioni 2.